Tunategemea mgeni rasmi katika shughuli hii awe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Kama chama tulitafakari kwamba kwa nini tumwalike rais, lakini kwa kazi kubwa ambayo aliifanya katika upatikanaji wa MRI na CT scan, ameweza kuweka CT scan kwenye kila mkoa, hospitali ya mkoa ya nchi hii, na ameweza kuweka CT scan na MRI kwenye kila zonal hospital ya nchi hii. Lakini vile vile ameweza kuimarisha kitu tunaita matibabu ya wagonjwa mahututi, wale ambao wanakuwepo ICU na dependent unit. Sio tu kuimarisha kwa kuwafundisha wataalamu, lakini vile vile kuhakikisha hizo centers zinafunguliwa kwenye hizo hospitali za zono zote. Hivi ni vitu ambavyo ni very expensive, vinahitaji gharama kubwa, vinahitaji dedication na ventilators kuwepo na wataalamu kuwasomesha, ni kitu ambacho kikubwa sana. Lakini vile vile sisi tunaitambua vile vile kwa kutengeneza hospitali nyingi, na vile vile nadhani ni rais pekee, naweza hili msilione, ambaye ameweza kutoa madaktari wakazunguka nchi nzima kwenda kutibu kwa kambi maalum zinaitwa kambi za Mama Samia. Kwa hiyo kama hakumgusa Mtanzania kwenye MRI na CT scan ya mkoani au ya hapa Dar es Salaam, basi amemgusa kwenye kambi ya Mama Samia, au kamgusa Mtanzania kwenye hospitali ambazo amezitengeneza kwake. Unaweza ukaenda ukatibiwa hujui, lakini kama chama tunatambua sisi neurosurgeons bila CT na MRI we are nothing, na tunaongoza kwenye sub-Saharan countries hizi zote ukiondoa South Africa kwa namba ya CT scan na MRI na other diagnostic tools, vifaa vya kufanya operations bila kutumia matundu, vyote hiyo ni kazi yake kubwa. Kuweza kujenga majengo ya hospitali, nadhani mmekuja Moi, mmeona ilivyokuwa imejaa hapo nje, sawa, lakini ameisha liona hilo nje ya budget, ameweza kujenga jengo na loliona karibu linakaribia kuisha. Kwa nadhani tumeona kama chama tuweze kutambua, hajafanya hapa tu, kafanya Tanzania nzima, tuweze kutambua hili kwamba ni jambo jema, ni zuri. Kwa hiyo tumemkaribisha na nadhani atatukubalia na tuweze kutoa shukrani zetu kwake pia. Daktari wa upasuaji wa ubongo, mgongo na mishipa ya fahamu, yani Tanzania Neurosurgical Society. Tungependa kuwaambia wananchi wa Tanzania kwamba chama kimeandaa kongamano kubwa la madaktari duniani wa upasuaji wa ubongo, mgongo na mishipa ya fahamu, yani neurosurgeons, ambao tutakutana hapa Tanzania, Dar es Salaam, na kufanya kongamano kutoka tarehe 15 mpaka tarehe 18 mwezi wa 4. Na katika kipindi hicho tutakupitia mambo mbalimbali. La kwanza, tutakuwa na pre-conference workshop. Tutaweza kuwafundisha madaktari mbalimbali wa mikoani na sehemu Tanzania namna ya utibabu bora wa matatizo ya mishipa ya fahamu, sana sana ubongo, mgongo na ajali zinazohusisha sehemu hizo. Tutakuwa na kongamano kuhusu matatizo ya kifafa kinachotokana na ajali. Tutakuwa vile vile tuna pre-conference workshop ambayo tutaifanya, inahusiana na matatizo ya kansa zinazohusisha ubongo, mgongo na mishipa ya fahamu. Kama hiyo haitoshi, vile vile tutakuwa tuna conference ambayo zitahusisha matatizo ya kiuongozi katika kipindi hicho ambacho hatujaanza mkutano mkuu. Baada ya hapo tutakuwa tuna surgical camps. Madaktari wameona ni kipindi muhimu cha kwenda kusafiri na sehemu mbalimbali kuweza kutoa huduma kwa wananchi wa kawaida. Kwa hiyo tutakuwa tuna surgical camps KCMC hospitali, tutakuwa tuna surgical camp Benjamin Mkapa Hospital, vile vile Bugando Hospital na hapa Muhimbili Orthopedic Institute, ambako wananchi wenye matatizo ya husiana na ubongo, mgongo na mishipa ya fahamu tunawakaribisha sana waweze kuja na kuweza kutibiwa. Na madaktari wetu watakwenda sehemu hizo wakishirikiana na madaktari wa upasuaji wa hospitali husika. La tatu, ningependa kuwafahamisha pia wananchi katika kutambua matatizo ya ajali za mishipa ya fahamu, chama kimeandaa matembezi ya hisani. Matembezi haya yatakuwa na kauli mbiu vaa helmet, ubongo hauna spare. Kwa nini chama kimeamua kufanya matembezi ya mshikamano?
Katika wagonjwa tunaona wenye matatizo ya ajali za kichwa, 70% yanatokana na ajali za barabarani, road traffic accident. Na katika hizo 70%, takribani 50%, zaidi ya nusu wanahusisha bodaboda accident. Kwa hiyo chama kikaona umuhimu wa kutafuta njia za kuzuia hizi ajali. Kwa nini? Kwa sababu matibabu yake ni gharama, yanahusisha kukaa ICU, lakini hata wale tunaowatibu 30% aidha wanafariki au wanapata ulemavu wa kudumu. Na ndiyo imetuweka katika pre-conference workshop, tutafanya vile pre-conference workshop ya upande wa utengemavu, yani rehabilitation, kwa sababu ya hili kundi ambalo linapata madhara ya kudumu. Kwa hiyo tutashirikiana na wananchi kutembea na kuhakikisha kwamba tunawaambia vijana wetu wa bodaboda wavae helmet, kwa kuwa ubongo hauna spare. Na tukumbuke kwamba hawa watu wanaohusika na ajali za bodaboda ni vijana ambao ni nguvu kazi ya taifa. Ni vijana ambao wako umri kati ya miaka, wengi wao 80%, miaka 15 mpaka miaka 45. Hili ndio taifa la kesho, ndio nguvu kazi ya nchi hii, ndio nguvu kazi ya familia zetu kule ambako tunatoka. Kwa tunapowapoteza aidha kwa kufariki au kwa kupata ulemavu wa kudumu, ni kitu ambacho kama chama tumeona kikubaliki, kwamba lazima tupige kelele, lazima tushirikiane na wananchi mpaka watu waamue kwamba tunaweza tukaulinda ubongo kwa kuvaa helmet. Tafiti mbalimbali zimeonyesha hilo linawezekana. Kwa kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe 18 tutakuwa na huu mkutano kamili ambao utafanyika, ambao unaitwa World Federation of International Global Neurosurgery. Madaktari toka Marekani, India, Pakistani, South Africa na nchi mbalimbali ulimwenguni, wote watakusanyika hapa Dar es Salaam kuweza kukaa na kujadili shida tunazozipata, matibabu mapya yaliyokuja na matarajio ya baadaye katika tiba hii ya ubongo. Na sisi tutakuwa wenyeji wa kazi hiyo ambayo tumeikubali. Na kwa mara ya kwanza tutaweza kulaunch hapa Tanzania kitu kinaitwa International Society of Global Neurosurgery. Hiki ni chama ambacho kitahusisha madaktari wa dunia nzima kuhakikisha kwamba kuna haki sawa za upatikanaji wa vifaa, madaktari na uwezo wa wananchi kuweza kupata tiba za matatizo ya kichwa, mgongo na mishipa ya fahamu. Tunatambua neurosurgeons tulionao ni wachache, ni takribani 37 tu katika watu milioni 67 wa nchi hii, na tulikuwa tunatakiwa tuwe almost neurosurgeons kama 30,000 kwenye nchi hii, kwa sababu ratio ni 1 kwa watu 100,000, neurosurgeon 1 kwa watu 100,000. Kwa hiyo hii sehemu ya WFNS International Global Surgery itaongelea hiyo, pamoja na elimu, namna ya kuwasomesha madaktari wetu ndani na nje ya nchi, tutatumia njia gani, na tutaweza kuwapa kile kilichojiri kadri tunavyoendelea. Kwa tunaomba sana wananchi waungane nasi katika hizi camps, wale wenye matatizo ya kichwa, mgongo na mishipa ya fahamu. Tunaomba hospitali husika ziweze kutoa ruhusa kwa wataalamu mbalimbali wa afya wa upande wa neurosurgery, wale wanaokuwa ICU and neurocritical care, wa upande wa rehabilitation, watu wa physiotherapy, occupational therapy, speech therapy, kuhudhuria hizi pre-conference workshop ambazo zitatolewa na watu mahiri duniani katika tiba hii za kichwa, mgongo na mishipa ya fahamu. Kwa kusema haya machache, nawashukuru sana. Kwanza tunakumbushana vile vitu ambavyo ni basic, ambavyo ndio muhimu. Asilimia kubwa ya matatizo ambayo tunayo ni vitu ambavyo basic kwenye upande wa care ya neurosurgery, upatikanaji wake na namna ambavyo tunaweza tukavitumia effectively kwa ajili ya coordination. Lakini vile vile tutakuwa na talks mbalimbali ambazo zitaongelea namna ya upasuaji wa kisasa wa bila kutumia matundu, kutumia akili unde, ambavyo ni vitu vinavyokuja. Lakini hizi ni high end surgery na ni very expensive, they save few, lakini wengi, majority ni vitu ambavyo ni basic ambavyo wanakutana navyo. Mtu ana damu kichwani, inatakiwa itolewe. Sili katika theater za kawaida ambazo tunazo katika nchi hii inaweza kufanyika hivyo. Kwa upande wa wagonjwa ambao sisi tunawapata hapa Moi, kwa upande wa wagonjwa katika sisi tunawapata hapa Moi,
au tunaopata kwa ajili ya matatizo ya kichwa kama nilivyozungumza, 70% ni road traffic accident. 30% zinazobaki ni wale fall from height au wanaodondoka toka juu kwenye magorofa, toka kwenye miti, na vile vile wengine toka kwenye maeneo ya kazi, ambao namba yao sio kubwa sana kama wale ambao tunao. Mnatambua wazi kwamba bodaboda inatumika kama chombo cha public transport. Watu wengi nadhani hata nyie labda wengine wamekuja kwa njia ya bodaboda, lakini hakuna regulations ambazo zimekuwa set kwa kutumika kama public transport mode of transport, kwa sababu ni rahisi na inapatikana na inakwenda haraka, haikai kwenye foleni. Kwa that's why tumeona tuanze na kundi hili kubwa. Unapokuwa na matatizo mengi, unaanza na yale makubwa, kwamba ukiyahiti pamoja utaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa sana. Na tunatambua, labda nikuelekeze tu kwa wale ambao wanatoka pwani, kuna wale watu ambao ni kuvuna ile pombe ya kienyeji, mnazi. Kwa akienda kwenye mti wa kwanza juu kwenda kuvuna, anaonja kidogo, by the time akifika mti wa 20 kaisha lewa, anaanguka. Kwa hiyo tunaona hapa wanakuja tu, sio kwamba wameanguka, wanakuja vivyo wamelewa, wananuka mnazi. Si jambo la kucheka, lakini haya ndio tunayoyaona hapa pia. Sawa. Kwa namba takriban wagonjwa nje kwa hapa Moi tunaona karibu 700, sawa? Na namba ambazo zinahusiana na ajali zinakuwa zinaongezeka kila siku. Tunatambua sasa usafiri wa bodaboda huko hadi kijijini, na center za neurosurgery ziko chache, na mainly kama ni hapa Moi. Kwa hiyo wengi wanakuja, wanaongezeka mwaka baada ya mwaka kulingana na nani yetu. Lengo kuu la kuongea na wananchi leo, kwanza ni kuwashirikisha stakeholder wote. Tunaamini stakeholder wote, ikiwepo na wale ambao wanapanda hizo pikipiki, na ndio maana tunawakaribisha kwenye hilo kongamano, na pale tutaongea nao pia. Lakini vile vile OSHA tumewasiliana na mkurugenzi mtendaji, nilikwenda na katibu in person. Watu ambao ni key stakeholders tumekwenda sisi wenyewe viongozi na kwenda tumewapelekea barua, wanayo pale, and I hope mkurugenzi tumemwomba awepo. Lakini jeshi la polisi tayari tumeshapeleka barua na tumeshapata idhini, nao wamesema watashiriki kwenye hii. Lakini wananchi ndio hawa tunaongea, kwa sababu tunapoongea stakeholders wa pikipiki ni kuanzia watengenezaji wa barabara, ni kuanzia jeshi la polisi ambalo linalinda sheria ambazo zilizopo na ndio linahusika katika mamlaka ya kutoaji wa leseni na kuhakikisha zile sheria zinazoongoza uendeshaji zinafuatwa, na sehemu nyingine kote. Kwa tumeshirikisha wa stakeholders wote, na lengo la hii press conference ni kuwashirikisha wananchi kama stakeholders kuweza raise awareness kwenye community na kuweza kujua kwamba kumbe kuvaa helmet kunanisaidia mimi nikipata ajali kichwa kitaweza kupona. Mguu tunaweza tukakuwekea bandia, lakini ubongo hauna spare, kwamba hatuna ubongo ambao tunaweza tukakuwekea, kwamba either utakufa au utapata ulemavu wa kudumu. Sawa. Na studies zimeonyesha kwamba ukivaa helmet chance ya kupata severe head injury inapungua. Ni bora uvunjike mguu, uvunjike nini, lakini kichwa ni kitu ambacho kinahitaji kuangaliwa kwa undani kabisa. Kwa stakeholders wote tunawashirikisha, tumewapelekea barua wale key stakeholders, na wale ambao sio key stakeholders ndio tunaongea nao kwa njia hizi za media kuhakikisha kwamba nao wanashiriki. Lakini sisi sote tuna jukumu ya kupiga kelele mahali ambako tupo, ni viongozi, ni kwamba hili taifa la kesho liwepo, ndio litakalojenga Tanzania ijayo. Tusije kuwa kama taifa la Japani ambalo leo lina wazee tu, hakuna watoto, lakini hili taifa tukilipoteza itakuwa hali ambayo ni mbaya. Nafikiri tutakapokuwa huko kwenye wenzetu wataongelea registration ya pikipiki zinaongezeka kwa kasi kubwa sana kuliko hata registration ya gari. That's why wakafanya ile separation na registration system.